Karibuni sana KingoFarm. Sasa bwana, leo hii unaona kuna hii hali ya mvua, nikasema ngoja nikutajie magonjwa matatu ambayo ni hatari zaidi ambayo unaweza ukayapata hiki kipindi cha mvua, na mvua zikiwa hivi lakini pia nitakueleza jinsi ya kuchukua hatua kwa hayo magonjwa ili usiweze kuyapata, lakini pia nitakueleza na tiba zake kama ikitokea kuku wako wamepata huo ugonjwa. Ugonjwa wa kwanza kabisa ni naotaja hapa ni coccidiosis. Coccidiosis huaga pia tunawita muharo wa damu. Huu mara nyingi sana huaga unapatikana pale ambapo kuku wanakuwa wamekula kinyesi ambacho kimechanganyikana na maji, kile kinyesi ambacho kimeloana. Na hii hapa unakuta inatokea kipindi ambacho mvua inaingia bandani, mara nyingi inaingia kwenye banda, basi unaweza ukapata huo ugonjwa wa coccidiosis. Lakini pia namna ya kukinga ugonjwa ni kutengeneza banda ambalo haliingizi mvua. Ninaposema banda ambalo haliingizi mvua, simaanishi kwamba utengeneze banda ambalo limepanda sana juu. Kikubwa utakachokifanya, hakikisha hili paa linakuwa limesogea sana huku, au unaweka kofia kama ambazo unaona tumeweka kwenye banda lile pale, ili kuzuia mvua ile ya kulala isiingie bandani. Lakini pia unaweza ukakinga kwa kutumia maturubai. Kwa mfano pale unaona tumeweka ile turubai kipindi ambacho mvua inakuwa inanyesha, unaweka ili mvua isiingie bandani. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukajikinga na huo ugonjwa. Na jinsi ya kutibia huu ugonjwa wa coccidiosis unatiba kama 3 au 4 hivi. Sasa hapa nitakueleza tiba ambayo inafanya kazi kwa haraka zaidi. Utachukua majani ya mpapai 3, kitunguu saumu 1, tangawizi 1. Kama utapata mwarobaini pia utachanganyia na mwarobaini jagi 1. Utawawekea kwenye maji lita 10. Ukiwawekea kwenye maji huo mchanganyo una blend vizuri, unaweka kwenye maji lita 10. Hiyo tiba ukiwapa siku 3 wanapona vizuri kabisa kuku wako. Hiyo ni tiba ya dukani, lakini kama hii tiba ya asili, kama unahitaji tiba ya dukani, unaweza ukatumia dawa kama vile ESB3, Agrocoxin, dawa ambazo kwa kiasi fulani zinaweza zikakusaidia. Kabla sijakutajia ugonjwa wa pili, nataka nikukumbushe tu kwamba sisi KingoFarm tunatoa huduma ya kuwasaidia watu kutoa mafunzo kwa ajili ya ufugaji wa kuku, jinsi ya kuwalea vifaranga, kuku wakubwa, kupambana na magonjwa na vitu kama hivyo hapo. Umeona, kujiunga na kundi letu la mafunzo ada yake ni shilingi 8,000. Hii 8,000 unalipia, utakaa kwenye kundi kwa muda wa miezi miwili. Ni ada ya muda wa miezi miwili. Lakini pia tunavyo vitabu mbalimbali ambavyo vinatoa miongozo mbalimbali, mwongozo wa kutengeneza dawa, mwongozo wa hizi tiba za asili. Sisi huwa tunatumia tiba za asili. Lakini pia jinsi ya kuwalea kuku wa aina mbalimbali. Kama wewe unafuga kuku wa kienyeji, upo mwongozo wa kuwalea kuku wa kienyeji. Kama unafuga kuku chotara, upo mwongozo wa kuwalea kuku chotara. Kama unafuga broiler, upo mwongozo wa kuwalea broiler. Kuku karibia wote tunavyo vitabu vya miongozo. Kwa hiyo kitabu kimoja ni shilingi 10,000 na ni soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Sasa tukiendelea na ugonjwa wa pili ambao ni hatari pia unaweza ukatokea bandani kwako, na ni ugonjwa wa miharo ya typhoid. Muharo wa typhoid utaugundweje? Muharo ambao unadhihirisha kwamba kuku wako wanaumwa typhoid, uwaga unakuwaga ni mweupe lakini na unjano kwa umbali. Ukiona miharo kama hiyo, ujue kuku wako wanaumwa typhoid. Na
Chanzo kikubwa cha ugonjwa wa typhoid ni kuku kula chakula ambacho kimevunda. Unakuta kwa mfano sisi pia kuku tunawaachia wanatoka nje, labda umeweka chakula hapo nje kikanyeshewa na mvua, au sehemu ulioweka chakula kikawa kimenyeshewa na mvua. Sasa hiyo ukiwapa chakula cha aina hiyo kuku wako watapata huo ugonjwa wa typhoid. Umeona? Kwa hiyo jinsi ya kujikinga ni kuhakikisha chakula chako hakivundi, lakini pia usichukue chakula ambacho kitakaa kwa muda mrefu. Mfugaji unachukua chakula kinakaa miezi 4 5, inaweza ikaleta shida kama hiyo hapo. Umeona? Jinsi ya kutibia, tiba ambayo imetibu coccidiosis pia inaweza ikatibu typhoid vizuri kabisa, lakini utachanganya hivi. Utachukua kwa mfano majani ya mpapai 3, jagi moja la mwarobaini, weka na kipande kidogo tu cha aloe vera pamoja na kitunguu saumu na tangawizi, basi hiyo itakuwa ni tiba ya typhoid vizuri kabisa. Unawapatia siku 3 mfululizo. Unaposema siku 3 mfululizo, yani maji yote wanayokunywa hakikisha yapo na hiyo tiba. Ugonjwa wa 3 na wa mwisho ambao ninautaja hapa ni minyoo. Minyoo sasa wakiwa wanakula hivi vitu vya nje hivi, ni rahisi sana kuku wako kuweza kupata minyoo. Minyoo ina athari kubwa sana ndugu zangu. Kwanza minyoo huaga inasababisha kuku washindwe kutaga vizuri kama ni kuku ambao wanataga, lakini pia minyoo huwa inawafanya kuku washindwe kukua vizuri, wadumae. Minyoo pia huwa inasababisha kuku wawe wanakula sana, lakini pia minyoo huwa inasababisha tuseme ndio hiyo ya kudumaa, kuku wanakosa vile viinilishe muhimu ambavyo vinapatikana kwenye chakula. Kwa hiyo unaweza kuwa unawalisha kuku vizuri, lakini hawakupi matokeo yale ambayo wewe una gharama unatumia kwa ajili ya chakula. Umeona? Namna ya kuwakinga kuku na minyoo, hapa nitakushauri zaidi utumie kinga. Kuna tangawizi, kitunguu saumu, majani ya mpapai, unga wa mbegu za maboga. Hivyo pia huaga vinamkinga kuku na minyoo, na ni tiba pia ikitokea kuku amepata minyoo. Kwa mfano, ukichukua unga wa mbegu za maboga vijiko 2 kwenye maji lita 10, kuku anapona vizuri kabisa. Lakini pia unaweza ukatumia tiba ya dukani ambayo ni dawa inaitwa Liver Farm. Hizi ni dawa ambazo ukimpa kuku kama ana minyoo, asubuhi ikifika muda wa mchana utamwona kabisa anajisaidia kinyesi cha minyoo. Lakini pia niwakumbushe maji ya mvua kama uliyakinga jana, yamepita zaidi ya masaa 24, hushauriwi sana kutumia kwa ajili ya kuku wako. Labda utoke kuyakinga hapo wapatie kuku wako wanywe ndani ya masaa 24. Maji ya mvua ni maji ambayo huwa yanaharibika kiurahisi zaidi. Umeona? Hicho kitu ni muhimu sana kwako. Na hapa nimefika mwisho wa hii video. Nakukumbusha tu, kama unahitaji vitabu unaweza kutupigia kwenye hiyo namba ya simu, na pia kama unahitaji kujiunga na kundi utatutafuta WhatsApp.